maji, watu waache kunywa maji kutoka kwako, watu wapate baraka. Haleluya. Ni rahisi kudharauliwa kwa sababu wewe mwenyewe hujitambui ni nani. Lakini anasema katika usemi uwe kielelezo kama kijana. Si ameainisha yale mambo pale. Amesema katika usemi, maana yake ni kwamba kijana aliyeokoka usemi wake uwe ni sawa na kijana aliyeokoka. Ajitambue kwamba ni kijana aliyeokoka na ajitofautishe na kijana ambaye hajaokoka. Haleluya. Haleluya. Anasema katika usafi, kijana aliyeokoka lazima awe smart. Sema smart. Wewe ni smart. Vijana wengi ni wachafu. Anavaa nguo shati wiki nzima, wengine nguo za ndani hawafui. Uchafu. Sasa ndio mwalimu huyu, mimi ni mwalimu wa vijana. Kiingiza kwa vijana nafundisha vijana. Anavaa nguo ya ndani wiki siku 2. Na hapo ulipo hapo utasikia uhuru. Usifikiri na wachanganya kule. Usifikiri na wachanganya kule. Sikili na wachanganya kule. Chemistry inatumika hapa mzee wa kanisa mzee wangu. Chemistry inatumika. Anavaa socks wiki. Mpaka ukikaa naye unasikia zinatema. Unajua kutema. Unaanza kuangaliana na nafikiri mko kwenye train. Tena safari yenyewe ni ndefu ya siku 3. Socks zinatema. Ndio. Haleluya. 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 Na sasa vijana wa kiume huwa ni balaa. Kiingia kwenye vyumba vya vijana wa kiume, yaani anaweza akavua nguo zake, kuonyesha. Kavua nguo zake haraka akazikanyagia hapo kafanya nini? Ukimtembelea leo unachikuta pale. Paulo anasema katika usafi. Fanya wote mbele. Kama alikula kisambu na kuta kibeganisha. Kuongea na mama hataka kupanua mdomo. Panua mdomo, ongea, maneno yatoke. Si ndio? Kwa sababu kuna vitu blueberry imejipanga haijatolewa wiki. Blueberry haijatolewa wapi? Wiki. Hajitambui. Halafu anasema mimi ni kijana. Kijana gani mchafu? Haleluya. Paulo anasema katika usafi mtu asikudharau. Umaridadi uko kwa vijana waliookoka. Amen. Amen. Umaridadi uko kwa vijana waliookoka. Anavaa nguo pasi hata za mkaa zipo hajoshi. Ndio. Naanza kupiga pentagon, si ndio? Naanza kupiga. Wadada huwa wanasema hivi, wana nguo zao zile mtembeto ambazo hata bila kunyosha anavaa ni uchafu. Eti nguo za haraka unajua hata kama wewe hakuna inatosha unavaa ni uchafu. Paulo anasema katika usafi. Na bahati mbaya ukiwa kijana mchafu, whether ni wa kiume au ni wa kike ni tabu. Wadada huwa wanapenda vijana safi. Wakaka wanapenda wadada safi. Dada asubuhi miguu kuna vile makaka, unajua makaka miguu inapasuka. Kunguni anaweza kujibanza huko. Atembea naye. Sio kwa miguu. Watu waone kwamba kweli Mungu amekuumba na mguu mzuri. Haujapasuka. Ngoja
mke wako wako. Hali ni siri. Haleluya. Angalia mke wako. Umesimuliwa mara ya mwisho lini? Jamaa akikuangalia anasema huyu shuka zenyewe ninazo mbili, akiwa mke wangu akifanya vile akakosea sinachaniwa. Sinajua wakati wa kulala unaweza umeshajichokea shuka unaona tabu kufanya nini? Sivyo tunavyolala. Unaona tabu kuikunjua kwa unatumia mguu unyoshe tu. Unasikia? Imekubali. Mungu atusaidie sana. Lakini kama mtu unajitambua utakuwa smart, maana kijana uliyeokoka. Amen. Haleluya. Haleluya. Na weka msingi kwa tunapokwenda sitasoma tena vipande hivi. Hii ikae vizuri. Ndio maana Paulo akamwandikia kijana wake kwamba mwenendo wako huwa mwenendo safi. Ili watakapokuona watu huko waweze kusema yes, huyu ni Timothy, ni kijana mtumishi wa Mungu. Hakuna nini? Hakuna mashaka. Haleluya. 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 Kama ni usemi wa kijana aliyeokoka, unajitofautisha na vijana ambao hawajaokoka. Amen. Na sasa hiyo hapo ndipo kuna changamoto. Kuna nini? Kuna changamoto. Kwamba je, nimeokoka ni kijana, usemi wangu ni usemi ulionyooka au ni usemi tofauti na vijana wa kimataifa? Lazima iwepo tofauti. Amen. Haleluya. Ndio maana yapo maneno ambayo kijana aliyeokoka wala hapaswi kuyatumia. Maana ni maneno yanayotumiwa na vijana wa kimataifa. Ni lazima itofautishwe kijana aliyeokoka, kwa sababu anajitambua hata usemi wake ni tofauti na kijana wa mataifa. Nitajieni maneno matatu ya mitaja vijana wa kawaida ambayo tumezoea. La kwanza. Oya mwana. Oya mwana, Oya baharia. Mshikaji, Baridi ndio nini? Baridi kama ndio salama. Anakuulizaje mpaka yaani kwa watu baridi na wewe unajibu nini? Baridi au mia. Sio? Mbona kazi hiyo? Hapo nimetoka tu kwenye usafi. Sasa tunaenda kwenye usemi. Ni lazima usemi wa kijana aliyeokoka uwe ni tofauti na kijana ambaye hajaokoka. Lazima ujipambanue, ujitofautishe. Na bahati mbaya tunakosea. Vijana ndio wanaharibu kanisa. Vijana ndio wanaleta hizi semi hizi, oya baridi, sio nini nusu. Wanazileta mpaka kanisani, marufuku. Hazipaswi kwanza, hatupaswi kuzitumia na hazipaswi kuingia ndani ya hekalu. Amen. Paulo anamwambia Timotheo kwamba ni lazima hata wakikuona waone kweli, yani hakuna nini dosari kwako. Ndivyo kijana anapaswa kuonekana. Kijana wa KMC. Amen. Haleluya. Haleluya. Mtu asiudharau ujana wako. Lakini ipo hatari ya kudharauliwa. Ipo hatari ya kudharauliwa kwa sababu hujitambui na huishiki miiko. Kama mavazi yako, mwenendo wako ni mwenendo sawasawa na watu wa mataifa, lazima udharauliwe. Lazima ufanye nini? Utadharauliwa. Hata wasipokuambia lakini wamekudharau. Sasa unadharauliwa wewe. Unawadharaulisha wazazi wako na unalidharaulisha kanisa la Mungu. Kwa nini?
Hello. Kwa nini ujidharaulishe wazazi wako na kanisa la Mungu? Ni lazima kutunza ujana. Nilianza kwa kusema haiwezekani uwe kijana uishi wakati ujao. Wewe unaonekana kama mzee. Ukiwa mchafu utaonekana umeanza kuchoka kabla wakati wako. Hivi mnajua hiyo? Ukiwa mchafu lazima unaanza kuzeeka, kujitunzi. Tashangaa wanaanza kukwambia shikamoo. Alafu nasema unanizeesha. Wenyewe acha ukwambie. Ndio. Pokea tu usema marhaba. Maana lazima ujifunze kwamba kuna dosari wameiona kwako kwa maana huishi kwa wakati wako. Sasa kwa haraka zipo tafsiri nyingi za vijana na ninyi mnajua. Mimi niende tu kwenye moja hii. Kwa mujibu wa katiba ya PMC kwamba kijana ni mtu mwanaume au mwanamke mwenye umri kati ya miaka mingapi? Katika PMC mnajua 15 mpaka 40 ngapi? Na 5. Haijalishi umeolewa au umeoa, wewe ni kijana. Haleluya. Haijalishi umeoa au umeolewa, kwa mujibu wa katiba yetu ya imani yetu, wewe ni kijana. Sasa wadada huwa akishapata mume anasema mimi nimeshazeeka. Nani amekwambia umezeeka? Umeolewa na miaka 22. Bado hujazeeka, unatakiwa kufanya nini? Kazi pamoja na majukumu mengine ya ubaba na ya umama. Haleluya. Haleluya. Wako wadada wakiolewa na kwaya anaacha kuimba. Atakwambia nani? Kwanza kwaya ni huduma, haina umri. Hivi mnajua hiyo? Kwaya ni huduma, haina nini? Unaimba mpaka uzeeni, meno yote yanatoka. Sauti bado itaendelea kutoka. Nani amekwambia kwa sababu umeoa tu basi unaacha na huduma? Hakuna. Kwa hiyo miaka 15 mpaka 45 kwa mujibu wa katiba ya PMC, mtu huyu ni kijana. Kwa kijana kwa katiba ya PMC ni mtu mwenye umri, ni mtu mwanaume au mwanamke, msichana au mvulana. Sasa natumia yote mawili. Si unajua kuna tofauti kati ya msichana na mvulana, mwanaume na mwanamke? Tofauti yake ni nini? Nani niambie? Mvulana ni nani? Mvulana ni mtu ambaye hajaoa. Kijana wa kiume ambaye hajaoa. Akioa anaitwa kijana mwanaume. Anaitwa mwanaume. Na msichana ni nani? Haya, wasichana mjiseme yenyewe siku hapo. Kwa nini mnaitwa wasichana? Nani niambie? Eti wanakuita msichana au mwanamke? Msichana, sio mwanamke. Kwa nini unaitwa msichana? Anasema anaitwa msichana kwa sababu hajaolewa. Akishaolewa tu ataitwa mwanamke. Eti naona yote akili zenu zinaanza kufikiria. Kumbe mnaitwa msichokijua. Siku moja nilikuwa kwenye daladala, mdada mmoja akaambiwa wewe dem sogea mbele. Akasema usiniite mimi sio dem. Marufuku kabisa. Nilipenda sana yule dada. Kama usiniite kabisa na usirudie kuniita mimi ni dem. Nikajifunza yule dada anafanya nini? Anajitambua kwamba mimi huwezi kuniita dem. Dem maana yake nini? Yes, tunaishi na watu mkutano. Dem maana yake nini? Maana yake nini? Wao ndio nini? Hata mimi kwangu ni msamiati. Ametafsiri. Mimi nataka lile la Kiswahili wanaopewa wadada. Aliopewa dada kwenye daladala akasema usiniite mimi dem, marufuku kabisa. Na akasema na sisogei. Watu wote kimya. Akasema yes.
dada anajitambua. Haleluya. 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 Kwa hiyo kijana imempasa kujitambua. Nini maana kujitambua kwa ufupi? Tunasema kujitambua ni hali ya mtu kuwa na ufahamu. Kuwa na nini? Na ufahamu au uelewa binafsi juu ya maisha yake, wakati na mazingira yanayomzunguka. Yule dada alikuwa na ufahamu, anauelewa kwamba mimi siitwi demu. Demu ni jina la ovyo wanaopewa makahaba huko. Watoto wa kike ambao wanajirahisi kwa wanaume, ambaye akiitwa na mwanaume hata kwa bluzi anasimama. Alijua hana heshima, si ndio? Akakataa kuitwa demu. Nilimpenda kweli yule dada. Sijui kama alikuwa ameokoka au ni akili yake tu nzuri. Akasema no, siitwi demu mimi na heshima yangu. Alikuwa na ufahamu ya kwamba ukiitwa demu unaonekana wewe ni mtu unayetongozeka haraka. Yaani unajirahisi rahisi. Tukiwa kwa vijana wote tunaongea na lugha hizi, si ndio? Ili muelewe. Kama vile hatuna Roho Mtakatifu, kumbe yupo na ndio anatufanya tuseme haya. Amen. Haleluya. Akakataa mimi siitwi demu kwa sababu alikuwa na ufahamu, anajitambua. Haleluya. Sasa kijana anayejitambua ni yule ambaye ana ufahamu na uelewa wa yeye binafsi. Kwamba mimi ni kijana nimeokoka, ni kijana wa kiume, ni kijana wa kike. Haleluya. Haleluya. Tena unajitambua kwamba yes ndio niko hivyo. Kwa hiyo ni lazima uelewe maisha yako, wakati ulionao na mazingira yanayokuzunguka. Watu wapokee maji, watu wache kunywa maji kutoka kwako, watu wapate baraka.